Bismillahirrahmanirrahim. Mimi kwa majina kama niliposema awali naitwa Alhaji Zuberi Athmani. Kwa niaba wanawazioni wa Kiislamu wa Tanzania, kwa niaba ya Amir kiongozi mkuu wa wanawazuoni Sheikh wetu Sheikh Abdullah Saleh ibn Dauga, tamko la wanawazuoni wa Kiislamu na Waislamu wa mkoa wa Kigoma linazingatia tafakuri ya baraza ya matamko lililotolewa na baraza la maaskofu TEC kuhusu vurugu zilizotokea nchini tarehe 29 mwezi wa 10 2025, siku maalum iliyotengwa kwa kuwa siku kupiga kura katika taifa letu. Ndugu Waislamu, maimamu, mashehe na viongozi wa Waislamu, ndugu wananchi wenzangu, ndugu waandishi wa habari, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sisi Waislamu tukiwa viongozi wa mkoa wa Kigoma kutoka umoja wa wanazuoni wa Kiislamu, tukiwa pia wananchi na wazalendo wa Tanzania, tumekusanyika hapa. Moja, kwanza kabisa tunaunga mkono tamko la viongozi wetu wote wa kitaifa kutoka BAKWATA makao makuu, BASUTA makao makuu, Hayatullah Ulama makao makuu, wakiungana kwa pamoja katika kauli na matamko kuwa haki ifuatwe pakiwa na amani. Viongozi wetu wa Kiislamu wametoa matamko na viongozi mbalimbali wa kijamii ya juu ya amani ya taifa letu. Sasa viongozi wetu wa dini walianza kusema kwamba kwanza amani ifuatwe pakiwa na ndio haki, ifate haki. Na ndio khatibu hapa kachanyoa vizuri tu kwamba amani ni jambo gani, amani nini, muhimu wa amani kwa sisi Waislamu. Kwa hiyo Waislamu tuna wajibu wa kutamka neno amani, kuilinda amani kwa nguvu zetu zote, kwa mikono yetu, kwa ndimi zetu, kwa macho yetu, hata kwa kuchukia. Pale unaona sio amani, basi usikurubie hapo. Na ndio khatibu alikuwa anahutubu hapo. Nadhani mimi nasema katika hotuba bora ni hotuba ya khatibu leo hapa, ni hotuba bora sana. Na nitamuomba kwa sababu amerekodi bwana, huyu mzee amerekodi, mwandishi huyu. Kwa kweli ni hotuba ambayo tuisambaze sana. Hotuba ya Sheikh wangu, Mwenyezi Mungu akulipe kwa wema wako, hotuba nzuri sana. Pili, tunaeleza hisia zetu dhidi ya matamko kutoka kwa baadhi ya viongozi wa kidini ambayo tunaona yanalenga kupotosha hali halisi ya ilivyokuwa. Hii leo Ijumaa tarehe 28 Novemba, nasi wanazuoni wa Kiislamu wa mkoa wa Kigoma, kama walivyosema viongozi wetu wa dini makao makuu, tunakiri kuwa nchi yetu Tanzania inapita katika kipindi kigumu sana, tena kizito na cha majaribu makubwa ambayo hatujawahi kuyaona wala kuyazoea ndani ya miaka ya uhuru wetu. Uhai wetu huo uhuru uliojawa na amani, mashikamano kwa raia wa pande zote, dini zote, bila kujali kabila, dini, rangi, ukanda, eneo lilotoka. Kwa kweli ni jambo la kujivunia sana. Tukio la vurugu lilotokea, tunasikitika na neno vurugu. Unajua kuna watu wanasema kulikuwa kuna maandamano. Wanawazuoni tunaungana na mashehe wetu, viongozi wetu wa kidini, tunasema kwamba kulikuwa hakuna maandamano. Maandamano huwa yanabeba ujumbe. Unabeba ujumbe, unasema sisi tunaandamana kwa tutafuta haki yetu ni hii. Na wazee wetu walimuondoa Muingereza mkoloni hapa, kwa kumwandikia mabango, kwa kumwandikia kwa dua, kwa mshikamano, kwa barua, kwa nyaraka, ili kwamba sisi tunataka uhuru wetu. Hawakufanya vurugu ya kuchoma, kupiga watu, chochote kifanyika hivyo, na tukapata uhuru wetu wa Tanganyika. Tunaamini kwamba sisi tunasema na tutasitiza kwamba tarehe 29 30 ya mwezi wa 10 kulikuwa hakuna maandamano, kulikuwa kuna vurugu na uvunjifu wa amani. Tunasitiza neno vurugu zilizotokea tarehe 29, ambalo
tulishuhudia baadhi ya vijana wachache wa Kitanzania wakiingia mitaani kupora mali za watu, kuchoma magari ya watu ya serikali, kuchoma vituo vya polisi, ofisi za serikali, pamoja na kuchoma vituo vya mafuta na kuharibu miundombinu ya taifa letu, kuharibu majengo ya watu binafsi. Sisi wanazuoni wa mkoa wa Kigoma tunayaona yote haya kuwa ni vitendo viovu vilivyofanywa na wahalifu, na hatuoni dalili zozote za kuyaita matendo haya kama ni maandamano ya kudai haki. Mtu yoyote mwenye akili timamu hawezi kuyapa jina vitendo hivyo kulikuwa na maandamano ya kudai haki. Tunasikitishwa sana kuwasikia baadhi ya viongozi wa kiimani, viongozi ambao tunawaamini, tunawaita wasomi, tena viongozi walipewa dhamana na baadhi ya waumini wa dini zao, wakisema kwamba yale yalikuwa ni maandamano ya kudai haki. Pamoja na kuwa tunafahamu wazi kuwa vijana hao walisukumwa na matamko na viongozi, baadhi ya viongozi wa vyama vya siasa wakisema kama tutakinukisha. Kuna baadhi ya viongozi vya siasa walitumia lugha mbaya kwamba tutakinukisha siku ya uchaguzi na siku ya kupiga kura, lakini hawakuonekana viongozi hawa wa kisiasa, wala watoto zao, wala jamaa zao, wala marafiki zao, wala kuthibitisha kwamba waliingia katika hizo vurugu. Ila vijana waliokamatwa hawakuwa wanasiasa wala wafuasi wa siasa, ila walikuwa ni mihemko tu, wakaingia katika mkumbo. Kwa jambo hili wanazuoni linasikitisha sana kuona kwamba ilikuwa halistahili kufanyika. Matamshi ya viongozi wa kisiasa ndio yaliyochochea sana vijana wa taifa hili kufanya vurugu ambazo ziliwahamasisha vyombo vya dola. Yaani vurugu zilizofanyika zikalazimisha vyombo vya dola kuingia na kuzuia vitendo hivyo kwa kutumia nguvu, ambao pelekea majeraha, vifo, ulema wa kudumu, ulemavu wa muda mfupi, jambo ambalo jumuiya wanazuoni jambo hili inalilaani na kuona kama si jambo jema, lakini pia inatoa pole kwa familia, kwa ndugu na jamaa wote waliopata majeraha, aidha walipata mauti na vyote vile waliathirika na matukio yale na kupoteza na mali na kadhalika. Milioni magari yalichoma moto, vituo vya mafuta vilichoma moto, nyumba zilichoma moto, mahoteli yakachoma moto. Yote yale jumuiya wanazuoni tunasema wana Kigoma kwamba jambo lile si jema na tunawapa pole sana. Tunalaani matamko yanayosukuma vijana wafanye uhalifu huo, kwani bila vijana kuambiwa wakinukishe, basi vifo, majeraha na uharibifu wa mali visingetokea. Tunalaani matamko ya kuashiria kuwa uhalifu ule ulikuwa na nia ya kudai haki. Watanzania hatuna utamaduni wa kudai haki kwa mtindo ule wa kuteketeza mali za watu na za miundombinu ya serikali. Nataka tukumbushane kidogo. Tamko linatukumbusha kudai haki. Wazee wetu zama za uhuru, wazee wengi, kina Mzee Kitama watawakumbuka hapa, mashehe wetu tukiwakumbuka kina Sheikh Takadiri, kina Sheikh Chaurembo, kina Bibi Titi, Sheikh Suleiman Takadiri, Sheikh Muhammad Ramia, Mufti Hassan bin Amiri, Mzee Ali Komoria, Sheikh Haidari Mwenyimvua na mashehe wengi, Sheikh Dosa, hawa watu Azizi, Ali Saksi, Abasi Saksi, hawa watu wote hawa walidai uhuru, haki ya kupata uhuru. Hawakudai kwa vurugu. Walidai kupata uhuru kwa kumwambia Uingereza kwamba tunataka uhuru wetu, lakini pia ikiambatana na dua na vifungo. Mpaka katika kumbukumbu kuna hadithi moja Mwalimu Nyerere anasema alifunga swaumu akiwa yuko Bagamoyo kwa Sheikh Ramia. Ikafika saa 11 akaambia mimi nataka nile Panadol na sio kichwa kinaniuma. Akaambiwa hapana, vumilia kidogo. Yeye ni Mkatoliki huyo. Lakini akafunga kutaka Muingereza afanye nini? Atupe haki ya uhuru wetu. Wazee wetu walikuwa tena kina Saksi matajiri, kina Dosa walikuwa na hela hao. Hawakusema eti sababu hela zetu wape vijana wa Tanganyika waingie mitaani wa Tanganyika wafanye vurugu. Kwa hiyo Mtanganyika alidai uhuru wake, aidai haki ya uhuru wake kwa kuzungumza, kwa maridhiano. Wazungu wanasema no discussion, no decision. Majadiliano yatazaa maridhiano. Kwa hiyo jambo hili sisi ambalo tunasema kwamba hapana, kwamba tujikumbushe wazee wetu namna gani walidai uhuru wa Tanganyika. Yawezekana kabisa viongozi wa kisiasa, baadhi ya viongozi wa kisiasa, aidha viongozi wa kiimani, pamoja na vijana waliofanya uhalifu wa Oktoba, hawana kumbukumbu ithibati ya jinsi tulipata uhuru wa Tanganyika. Kuna kauli inayosema kwamba kama hujui tulikotoka, huwezi kujua tunakokwenda.
Kwa hiyo wanazuoni wanasema, sisi wanazuoni tunasisitiza kuwa hatukubali kupoteza amani ya nchi yetu kwa sababu ya ndimi za wanasiasa, aidha ndimi za baadhi ya viongozi wa kiimani, aidha baadhi ya ndimi za Waislamu. Sisi Waislamu tunasisitiza amani kwanza, maridhiano yatakuja ndani ya amani, haki itakuja ndani ya amani. Viongozi wa kisiasa tujikumbushe kidogo na vijana walioshawishiwa kuandamana wakati wa awamu ya Mwalimu Nyerere. Tujikumbushe kidogo kwa wale wakubwa wakati wa Mwalimu Nyerere. Hii Colgate ilikuwa ukitoa nayo ni hujumu uchumi. Tulikuwa tunafulia, watu wanafulia mbegu za soro, majani ya mikaratusi, mwarika, mwalita wakati wa Mwalimu Nyerere ndio kwa tunafulia. Lakini hatukuona Mtanganyika au Mtanzania aliyeandamana, aliyefanya vurugu. Lakini hatukuona kiongozi wa dini yoyote aliyetoa tamko wala waraka kumkemea Mwalimu Nyerere juu ya madhira tuliyopatia wakati wa Mwalimu Nyerere. Lakini leo tumekuwa tunayaona haya yakitokea kwa wingi, matamko na maandiko, lakini nyuma ya pazia yanatuletea mgawanyo wa Utanganyika na Uzanzibari, ambao sisi tunasema jambo hilo tunalikemea kwamba tunu ya Tanzania ni muungano wetu. Tunu ya Tanzania ni mashikamano wetu. Tunu ya Tanzania ni maridhiano na maelewano yetu kati ya Watanganyika na Wazanzibari. Kwa nini leo kumekuwa kuna maandiko mengi na nyaraka nyingi ambazo zinapelekea sasa leo watu kuingia kwenye vurugu, sio maandamano? Hivyo basi, enzi za Mwalimu Nyerere kulikuwa kuna shida sana, lakini hatukuona hayo. Lakini tujikumbushe pia hapa katikati, wakati wa utawala wa awamu ya 4 ya Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, ilikuwa kuna kadhia mambo ya escrow. Kuna watu walifaidika na bilioni ya fedha, na baadhi ya viongozi wa kiimani kutoka dini nyingine walinufaika na mabilioni yale kwenye makaunti yao ya fedha. Lakini hatukuona kiongozi wa kiimani aliyekemea, aliyesimama akasema hizi fedha ni fedha chafu, tuzirudishe. Sasa tunasema ni lazima tukumbuke, tujue tunakotoka, tujue tunakokwenda. Sio kila anayesema pamoja huko kwenye madhabahu basi yale anayosema yanafaa kufuatwa. Sheikh asema hapa, sisi waumini tukitaka jambo lote kulitafakari kabla kulifanya, tuulize mashehe. Na sisi Waislamu tubaki kwamba Kigoma yetu ni Kigoma ya amani. Aidha, tunapenda wananchi wa Tanzania waelewe kuwa kudai haki mmoja wetu isipelekee kuvunja haki ya Watanzania wengine. Mmeona mtu mmoja anasema tunadai haki, unaenda kuchoma kitu cha mafuta cha watu. Unadai haki, unaenda kuchoma gari ya watu, gari iko barabarani tunaenda kutia moto. Kwa hiyo kudai haki huo ni uhalifu. Katika kipindi cha takriban siku 10 za vurugu, kuanzia ile tarehe 29 Oktoba, tumeshuhudia kwamba kwa kukosekana kwa amani mpaka mahakama zilikuwa zifanye kazi. Haki ilipatikana. Watu walikuwa na kesi za mahakamani, ili ndio mahakama sio sasa kutoa haki. Lakini sababu ya vurugu watu hawakwenda mahakamani. Mahakama zilikuwa zimefungwa. Kwa hiyo Sheikh amesema hapa hakuna haki pasipokuwa na amani. Tumalizie kusema yafuatayo. Tunaunga mkono hotuba ya Mheshimiwa Rais aliyotoa bunge la 13. Hotuba ya Mheshimiwa Rais ilibeba mambo mengi sana, ikabeba swala maridhiano, na tunaona leo tayari ameunda wizara ya vijana. Zamani tulikuwa tunasikia vijana wa CCM, vijana si wa Chadema, vijana wa Kafu, vijana wa nani, lakini leo kuna wizara ya vijana ya taifa ambao itakuwa sikio la kusikiza hitajio la vijana. Na ukimwona kiongozi anayoyasema na yatenda, basi kiongozi mshuhudie kama ni mtu mwema. Na sisi tunasema kwa tamko hili alitoa kwa hotuba alitoa Mheshimiwa Rais bungeni ya kuahidi kwamba ataunda baraza la vijana na wizara ya vijana, na ameteua waziri wa vijana, na tayari kuna waziri, katoa makatibu wakuu, manaibu makatibu wakuu. Ni ishara kwamba sasa sauti ya vijana inakwenda kusikizwa kwa nafasi kubwa, sio kwenye majukwaa tena, kwenye wizara. Tunaupokea kwa mkono wa maridhiano aliyoonyesha Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kuomba Watanzania wote
na hasa vijana wapokee mkono wa juhudi ya kuleta maridhiano kwa yale yaliyotokea tarehe 29. Tumeridhia tume ya Mheshimiwa Rais kuchunguza yale yaliyosababisha vurugu zile. Tunaiomba tume ifanye uchunguzi wa uadilifu wa hali ya juu, isimuonee huruma, isimuonee haya mtu yoyote aliyehusika kuchochea vurugu zile, bali wachochezi wote watajwe hadharani na wajibike. Tunapinga kwa nguvu zote kauli ya baadhi ya wanasiasa dhidi ya kuidharau na kuinyapa tume ambayo alitumwa Mheshimiwa Rais. Tunashangazwa na baadhi ya wanasiasa wakisema kwamba tume ile haiamini, lakini tume ile imeongozwa na majaji ambao wameongoza mahakama zetu kwa muda mrefu, majaji wastaafu, jambo ambalo si mashaka wanapata wapi. Lakini pia tuna wasiwasi na vijana na wanajamii kutokuwasikiliza, kuendelea kuwasikiliza wachochezi. Tuna wasiwasi na vijana na wanajamii kuendelea kusikiliza wachochezi. Kuna wachochezi leo ndani ya taifa letu. Kuna watu leo, mfano kuna mtu anaitwa leo Mariam Sarungi. Yule yuko Nairobi, ni mtoto wa Mariam Profesa Sarungi. Yeye ni mwanaharakati, anapokea mabilioni ya hela kutoka taasisi za nje ili kusema ni mwanaharakati demokrasia, lakini ndio wachochezi wakubwa wa amani. Lakini kuna binti baba yake ajenga VETA hapa, alikuwa anakaa hapa, anaitwa Mzee Mage Kimambi, yuko Marekani, naye ni mchochezi kwenye mitandao. Hizi teknolojia ya simu hizi vijana zinawashawishi vijana leo kusema wanadai haki. Wale hawezi viongozi wa kudai haki. Haki tutaidai sisi kwa maridhiano na mazungumzo, sisi wenyewe wa Tanzania tukiwa na viongozi wetu. Sisi Waislamu wa mkoa wa Kigoma tunatoa ahadi ya kuilinda amani tulionayo sasa, na tunakataa vishawishi vya kuandaa maandamano yoyote yale kabla ya uchaguzi na baada ya uchaguzi. Hata hayo yaliyopangwa, yanayosemwa kwenye mitandao kwamba 9 Desemba kutakuwa na maandamano. Sisi jumuiya ya wanazuoni wa mkoa wa Kigoma inalaani na kupinga na kuwasa wana Kigoma, kama ilivyokuwa awali 29, basi tuendelee kutoshiriki tena chochote kinachoitwa maandamano, ambayo sisi tunasema ni vurugu. Tamko hili limesomwa kwa niaba ya wanazuoni na mimi Alhaji Zuberi Mabie.